بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، leo au jana nilitumiwa klipo ya mmoja katika watu, mimi simjui, lakini yeye katika ile channel yake amejiandika kuwa ni shekhe, anajiita Shekhe Hassan Ibn Mabluk, ndio ilivyoandikwa Ibn Mabluki. Huyu bwana, yani katika ile caption tu, manake ukiangalia ile video tu inasema masalafi sio waislamu, ni dini ya Mayahudi, au ni dini, masalafi sio waislamu, ni dini ya Kiyahudi. Yani hiyo anazungumza, na maana hapo amewasha kufurisha nani? Uislamu. Kisha sasa cha ajabu, yeye ameshafanya jambo hilo, ameshakufurisha Uislamu, kisha nadai kuwa masalafi ndio wenye kwa kufurisha watu. Ajabu sana. Anasema katika maneno yake, na miongoni mwa makundi ambayo yanayowakufurisha Waislamu wenzi wao na kujifanya wao ni watu wa dini ni hao masalafi. Wa masalafi wanakufurisha Waislamu wenzi wao. Unaona, huyu itakuwa hajui nini usalafi, kwa sababu masalafi ndio ambao wenye kukemea takfirul muslimin, kwa kufurisha Uislamu bila hujja wala bayina. Na yeye anaona hili neno salaf labda ni kitu tu kimekuja kimezuka hivi, hajui kwa neno salaf limethibiti kuanzia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ambayo amepokea al-Imam al-Bukhari, hadithi ya 6285, Mtume alayhi salatu wassalam alimwambia mtoto wake ambaye ni Fatima, yani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam libnatihi Fatima, alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia mtoto wake Fatima, fa innahu ni'ma as-salafu ana laki. Fa inni pia imekuja fa inni ni'ma as-salafu ana laki. Kwa hiyo neno salaf limethibiti, haikaangu mimi ndio bora ya wale ambao wewe Fatima watakutangulia wewe kufariki. Min huna jaat kalimatu salafi, hapa ndio kuja neno salafi limethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Au min huna jaat as-salafiyya wa hiya dinullahi al-haq, na usalafi ndio dini ya Allah ya haki. Ifahamika? Kwa hili neno asione kwa neno la maajabu tu, linatoka wapi? Fa inna asla kalimati salaf, kwa sababu asli ya neno ya salaf thabitun fi sunnah, limethibiti katika sunna bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, min hadithi Aisha, katika hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kwa hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala libnatihi, alisema kumwambia mtoto wake wa kike ambaye ni Fatima neno hilo ambayo mimi nimesema, wa ni'ma salafu ana laki. Na nini maana ya salaf? Kwa ufupi sana, salaf maana yake ukisema ana salafiyun, mimi ni salafi, maana yake mimi ni nani? Mimi nawafuata masahaba. Yani hiya ikhtisari liqaul, ni ikhtisari ya kauli, ni ufupisho wa kauli mtu kusema ana muslimun ala alkitabi was sunna wa ala manhaji salafina as-salih. Hii ni ibara kubwa sana, ni kusema ana muslimun, mimi ni muislamu, ala alkitabi was sunna, nafuata Qur'ani na sunna bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ala manhaji salafina as-salih, na nafuata manhaji ya wema wetu waliotangulia. Kwa hii ibara ni kubwa sana, ili kuifupisha unasema ana salafiyun, mimi ni salafiyu, manake mimi nafuata masahaba, nafuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake.
wattabi'un wa atba'u tabi'in, kwa ni ule Uislamu wa asli. Umefahamika? Ni ile dini ya mwanzo asli. Sasa kwa hiyo na maana neno salaf ni madhhab qadim, ni madhhabi ya kale. Kwa madhhab salaf ni madhhab qadim maruf, ni madhhab ya kale ya zamani maruf, qabla an yakhluqa Allah Aba Hanifata wa Malikan wa Shafi'i wa Ahmad ibn Hanbal, kabla hata Allah hajamuumba Abu Hanifa na nani, al-Imam Malik na al-Imam Shafi'i. Fa innahu madhhabu as-sahaba, hiyo ndio madhhabi ya sahaba, madhhabi ya masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, alladhina talaqawhu an nabiyihim, ambao wameichukua na kuipokea dini hiyo kutoka kwa mtume wao. Kwa ni madhhabi ya kale sana, asione kwa ni jambo la kutungatunga tu. Kwa unapotukana salaf unatukana madhhabi kale, madhhabi ya masahaba na madhhabi ya at-tabi'un na madhhabi ya nani, tabi'in. Ndio maana wa shi'aru ahli al-bid'ah, na katika alama za watu wa bid'ah wazushi, adamu intihali manhaji salaf, ni kutokufanya nini, kutokujinasibisha na kujinasibisha na madhhab na manhaji ya wema waliotangulia. Kwa kuendelea huyo na kufahamisha tu kama hii madhhabi si madhhabi ya kutungatunga. Al-Imam Adh-Dhahabi rahimahullah, yeye ni mshafi, asija akasema nini namnukulia wanachuoni wa kishafi. Al-Imam Adh-Dhahabi ni mshafi mwenzetu, yeye Allah mrehemu, ambaye anaitwa Shamsuddin Adh-Dhahabi rahimahullah, muhaddithun wa muarrikhun, ambaye amezaliwa mwaka 673 Hijria. Karne ngapi? Karne ya 7 hii. Si jambo la leo na jana. Alifariki mwaka 748. Abu Abdullah Shamsuddin Muhammad ibn Ahmad, yeye katika kitabu chake Siyaru A'lamin Nubala alipokuwa akielezea tarjama ya al-Hafidh as-Silafi, akimwelezea huyo as-Silafi akasema, fasilafi, huyu silafi mustafad, neno hili ni lenye kupatwa faida, ma'a salafi, pamoja na salafi, bifathatayn, kwa fatha mbili, as-salafi, wa huwa ma kana ala madhhab as-salafi. Na mtu anaitwa salafi ni yule ambaye wa huwa ma kana ala madhhab as-salafi, ni yule ambaye yuko katika nini, juu ya madhhab ya salafi, anafuata usalafi. Ndio maana al-Imam As-Sam'ani katika kitabu Al-Ansab juzuu ya 3 karatasi ya 273, ambaye almutawaffa sanata 62 wa 500, amefariki mwaka 562, anasema as-salafiyyu bi fathi as-sin wal lam, neno salafi kwa fathi ya sin na lam, ay as-salafi, wa fi akhiriha alfa, na mwisho wake kuna fa, salafi, hadhihi nisbatu ila as-salaf. Neno hili ni nisba, ni kunasibishwa mtu kwa madhhabi ya salafi ya wema waliotangulia, wa intihali madhahibihim, na kuyafuata madhhabi yao na kujinisibisha katika madhhabi yao, alama sami'tu minhum, katika yale ambayo nimeyasikia kutoka kwao. Nani? Minhu ay min al-ulama al-mutaqaddimin, kutoka kwa wanachuoni waliotangulia. Kwa neno hili limethibiti, kwa ukitukana watukana hawa wema waliotangulia vigogo, na kutokana na muda ndio nagusia tu, lakini kuna mambo mengi kwa kweli amezungumza. Kisha akadai kuwa na wao kimtazamo, yani unaona kama ni watu wako katika dini, lakini uhalisia si watu wa dini. Hii ni kwa kufurisha, maana yake wanadai wewe masalafi si watu wa dini. Kivipi si katika watu wa dini? Hebu lete jambo moja tu ambalo masalafi wanalifanya si katika Uislamu, kwa hoja lete. Hebu lete, aweza kuletea hoja. Naona hii yote ni kutokana kwa sababu masalafi wanapinga nini? Mambo yao ya bid'a, uzushi, kufanya maulidi, khitma, matanga, wanakataza kula tu. Kwa ina maana wanaona tonge zao zinazuiwa na masalafi. Ndio maana anazungumza muhemko huu. Huyu bwana ni jahil, ni mtu mjinga, tena jahil murakkabun, ni mjinga ambao ujinga wake umepandana. La ya'rifu ku'ahu min bu'ihi, hajui kutofautisha baina ya kidole gumba cha mkono na kidole gumba cha nini, cha mguu, hatafautishi. La ya'rifu ku'ahu
min bu'ihi. Tunamwambia la tahrif bima la ta'rif, yani usizungumze kitu ambacho huna elimu nacho ukapoyuka tu ukazungumza ovyo ovyo, kwa sababu yahrif bima la ya'rif, anapayuka tu anazungumza ovyo kwa vitu ambavyo hana msingi navyo. Hii nitakuja baadaye. Kisha akasema haya, lete dalili kama si Uislamu. Akasema haya maneno sijazungumza mimi hivyo, haya maneno kuna mtu bwana mmoja ameyazungumza, mwana falsafa. Falsafa nini sasa? Falsafa ilmu al-kalam ambayo wanachuoni wamepinga. Al-Imam Shafi'i ana maneno makali kuhusiana na watu wa falsafa, philosophy sijui anaita. Mwana falsafa huyo yuko katika nchi ya Urusi, anaitwa Alexander Dugin. Lete dalili kwa Uislamu, ati analeta dalili maneno ya kafiri. Kafiri tangu lini kuwa na dalili? Kafiri kuanzia lini kuwa dalili? Ndio hayo, qubhan liman nabadha alkitaba wara'ahu au qur'ana wara'ahu wa idha istadalla yaqulu qala al-akhdal. Kafiri ndo dalili yako. Basi makafiri pia wanasema kuwa Uislamu ni dini ya nani? Ya majini na mashetani. Dalili wasema kuna suratul jinni. Sasa sio kwa ina maana Uislamu si dini, ni dini ya mashetani. Tuchukue hoja hiyo? Hatuwezi kuchukua hoja hiyo. Alexander Dugin ndo nani? Kafiri huyu ambaye ameandika makala yake ndefu akasema kuwa salafi sio Uislamu kama Waislamu wanavyoona, wanavyodhania kwenye peji yake. Hii si dalili, si hoja. Lete hoja. Huyu ni kafiri. Kafiri aweza kuandika lolote. Makafiri wameandika mangapi kuhusiana na Uislamu? Wakasema Uislamu, wakamtukana mtume, wakamwandika kibozo, wakamfanya katuni. Si wamefanya hivyo makafiri? Wangapi katika makafiri wa Kifaransa na makafiri wengine? Kwa hiyo maana tuchukue hoja zao. Wanasema kwa Uislamu ni dini ya kuoa tu na kuacha, wakamtukana mtume alayhi salatu wasalam. Hii ni hoja kweli? Tuchukue kama ni hoja? Hapana, sio hoja. Na hii hoja kwa ati masalafi wanakufurisha watu sio kweli, bali sisi ndio watu ambao tunaikukemea Waislamu wasiwakufurishe wenzi wao, kutokana na makemeo makali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema idha qala ar-rajulu li akhi, pindi atakaposema mtu kumwambia ndugu yake ya kafir, ewe kafiri, faqad baa bihi ahaduhuma, hakika basi neno hilo baa istahaqqa, limestahiki neno hilo ahaduhuma, mmoja wao. Kwa ni maslaki ambayo sisi takfiru almuslimin bighairi dalilin musawwakhi kabiratu min kabairi dhunub, kwa kufurisha Uislamu pasina dalili ambayo yenye kufaa kwa kufurisha, ni katika madhambi miongoni mwa madhambi makubwa. Kwa ni khutura takfiri almuslimin bighairi dalil. Hili ni jambo kubwa kwa kufurisha Uislamu pasina dalili. Ndio maana sisi tunasoma katika marakizi zetu kitabu Haiya, si mnakijua? Tumesoma hapa na markazi zote za kisalafi wanasoma, ambacho kimeandikwa na Abu Bakar al-Imam Abu Bakar Abdullah ibn Abi Daud as-Sijistani rahimahullah katika nini Haiya yake anasema wala tukaffiranna ahla as-salati wa in asaw fakulluhum ya'si wa dhul arshi yasfahu, wala msiwakufurishe watu ambao wenye kusali hata kama wana muasi Allah. Mtu muda kuwa anaswali usimkufurishe. Fakulluhum, kwa sababu hakika watu wote yaasi, wana muasi Allah, wanafanya madhambi. Nani ambaye hamuasi Allah? Hakuna maasum, sote tunamuasi Allah. Wa dhul arshi yasfahu, na yule mwenye arshi anasamehe ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hao masalafi ndio ambao wafanya nini? Wenye kukemea swala la kukufurisha Uislamu. Ndio maana al-Imam at-Tahawi fi aqidatihi, katika kitabu Aqidatu at-Tahawiyya ambacho tunakisoma sisi masalafi na marakizi zote, si hivyo? Anasema wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbi, wala hatukufurishi yoyote katika watu wa qibla wa Islam kwa dhambi yoyote, ma lam yastahillahu, muda kwa hajafanya nini? Hajahalalisha dhambi hiyo. Mathalan anafanya dhambi ya uzinzi, zina, wal-iyadhu billah, afana Allah wa iyyakum, kisha hakuihalalisha zina, hajasema kwa mimi nazini, zina ni halali, hajahalalisha zina, basi hatumkufurishi mpaka mwisho wa maneno yake. Kadhalika Sheikhul Islam huyo ambaye mwamuita Muwahabi katika al-Aqidatul Wasitiyya ana maneno kama hayo, amezungumza maneno mengi. Faslun wa min usuli ahli sunnah, akazungumza tili maneno, kisha akasema wa hum ma'a dhalik, na wao pamoja na hivyo la yukaffiruna ahli al-qiblati, hawakufurishi watu wa qibla waislamu ambao wenye kuswali
bimutlaq almaasi walkabair, kwa kufanya tu maasi na kufanya madhambi makubwa, mfano kulewa na kufanya maasi. Hawakufurishi, si itikadi zao kama yafaluhu alkhawarij, kama wanaofanya makhawarij. Kama huyo amewakufurisha Islam, bali masufi makhurafi ndio ambao wenye kuwakufurisha Islam. Kama yeye amewakufurisha Islam, amewakufurisha masalafi pasina na hoja. Bal al-ukhuwatu al-imaniyya thabitatun, bali ule udugu wa kiimani ni wenye kuthibiti, upo ma'al maasi, pamoja na maasi. Ndio maana Allah katika suratul Hujurat aya nambari 9 akasema, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahum. Angalia, wa in ta'ifatani, na makundi mawili, pindi makundi mawili, minal mu'minina, katika Uislamu. Allah hakuwakufurisha, akasema makundi mawili katika Uislamu, katika waumini, iqtatalu, pindi watakapopigana. Angalia, qital ni kabairu dhunubi, kupigana Muislamu kwa Muislamu katika nini? Madhambi makubwa. Lakini Allah hakufanya nini? Hakuwakufurisha, akasema makundi mawili ya Waislamu watakapopigana, fa aslihu bainahuma, fanyeni sulhu baina yao. Angalia, imani imethibiti kama alivyosema nani? Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Sisi hatuwakufurisha Islam, bali hiyo ni itikadi ya makhurafi, masufi na makhawarij, kina Boko Haram, ACC hao. Ndio maana sisi masalafi katika jamii ndio waliokuja kuwafahamisha watu kwa ACC, Al-Shababi, Boko Haram, Al-Qaida, Talibani, haya yote ni makundi ya kigaidi, ni makhawarij, na hawa ndio wenye kuwakufurisha Islam, na sisi tuko mbali na makundi haya. Nani walofahamisha hivyo? Masalafi ndio walofahamisha umma, jamii katika jamii. Bali nyinyi masufi makhurafi ilikuwa mmekaa kimya, hamzungumzi jambo hili. Bali Sheikh al-Islam akaendelea, wa inna ma huwa shi'aru kathiri min ahli al-ahwa waz-zaygh, katika al-fatawa, majmuu al-fatawa, na maneno mengine anasema, wa inna ma haikasi vinginevyo, huwa shi'aru kathiri min ahli al-ahwa waz-zaygh. Hii hakika si vinginevyo ni katika alama na nembo ya wingi katika watu wa matamanio na watu waliopinda, watu wa bid'a, wenye kuwakufurisha watu pasina na hoja. Amesema neno haya katika majmuu al-fatawa rahimahullah. Kwa hiyo hii ni itikadi yenye kuwakufurisha watu, ni makhawarij, mithlu al-khawarij, makhawarij ar-rawafid, mashia wal-qadariyya wal-jahmiyya, kadhalika na hawa masufi makhurafi. Kwa sababu angalia, waweza kuambia watu ambao hawasomi maulidi, hawa wote sio Waislamu. Maana yake nini? Kashakufurisha. Ni kama huyu anasema kwa nani masalafi ni mayahudi, maana yake sio Waislamu. Masalafi sio Waislamu, ni dini ya Kiyahudi. Hivi niulize, inaingia akilini Yahudi ya kupepesa kisha aseme, Yahudi atupe sisi pesa kisha atukae katika member tuseme kwa watu wasimshirikishe Allah, watu wasimshirikishe Allah, watu waache bid'a, watu warudi katika Uislamu sahihi? Bali mpaka ile AI kile chombo kile akili bandia, ukimuuliza hemu wewe ndikuwa Muislamu, ndikuwa kundi gani, itakujibu vipi? Itakujibu ndikuwa Muislamu, ndikuwa nani? Salafi. Kwa sababu gani? Ukimuuliza atakwambia kwa sababu masalafi wao ndio wenye kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba na tabi'una atba'u tabi'in, na wao ndio ambao wenye kuwakataza watu bid'a na shirkiyat, na maasi. Watu wasiimbe nyimbo, watu wasiende katika madisko, watu warudi katika Uislamu sahihi, wanawake wavae nguo mzuri, majilbabu yao, nikabu zao wajifunike, wasitembee uchi. Umeelewa? Waislamu masalafi wao ndio wenye kuwarejesha watu katika Uislamu sahihi. Hasa ni Yahudi gani ambaye akupepesa hata uzungumze Uislamu sahihi? Basi itakuwa si Yahudi, ni Muislamu. Yani ukae katika member wakataze watu shirki, wakataze watu bid'a, wakataze watu maasi, wasicheze kamari, wasideti, Waislamu wasile riba, Waislamu warudi katika Uislamu sahihi, wameacha, ndio maana madhila yote wanayapata. Basi itakuwa Mayahudi gani hao? Au si Mayahudi basi Waislamu? Bali sisi ndio ambao ndio wenye kuwasema vibaya Mayahudi na kuwakemea kutokana na kuwaua ndugu zetu kule Palestine. Ni nani ambao wanazungumza vibaya kama sisi tunawakemea Mayahudi? Hivi mtu ambaye amesema kwa Uzair ni ibnullah, Yahudi huyo, Mayahudi wasema kwa Uzair ni mtoto wa Allah, kisha hati ya kupepesa wewe, ambao sisi Mayahudi wenyewe tuwakemea. Sisi ikifika Pasaka tunawabonga, tunakemea Uislamu wasishiriki Pasaka. Ikifika Christmas tunakemea Uislamu wasishiriki Christmas. Ni hivyo. Ukifika mwaka mpya msisherehekee mwaka mpya, ni mambo ya kikafiri.